wa kike. Ikafikia mahala marehemu hakuendelea kuishi maisha ya kutokuwa na mke. Alioa pia mke wake wa pili. Alioa mke wake wa pili ambaye aliitwa Machozi. Huyu Machozi ni mtoto wa Sani Akoso. Wa nyumba ya Bolambo pia katika nyumba ile ya Basango. Na huyu mke wake wa pili alibahatika kuzaa naye watoto 10. 6 ni watoto wa kiume, 4 ni watoto wa kike. Jumla hapa watoto wa marehemu ukiangalia ni watoto 12. Wa kiume 7 na wa kike 5. Katika hao watoto wa marehemu pia walizaa marehemu aliacha vijukuu wote, jumla ni wajukuu 50. Wajukuu wa marehemu aliowaacha ni 50. Wa kiume 29, wa kike 21. Enumi wetu vichukuu ambavyo marehemu ameacha, vijukuruza. Ukiangalia vijukuruza wa kiume ni 60, wa kike 48, jumla 108. Kazi ya marehemu. Katika maisha yake yote marehemu alitumika kazi. Kwanza kabisa pale Burundi alitumika kwenye benki. Alitumika kwenye benki ya Bujumbura BCB. Kutoka hapo marehemu aliondoka Burundi na kuelekea nchini Kongo mwaka 1960.
akarudi nchini Kongo kutoka Burundi. Na alivyorudi Kongo, alitumika kazi ya uandishi wa sekere ya Mtambala pale Baraka. Pia marehemu baada ya hapo alitoka Baraka akaenda kutumika na ONI, yani UNHCR, kuhudumia wakimbizi wa Burundi pale Mboko. Mwishowe kabisa marehemu alitumika kwenye kitengo cha usafi, yani hygiene, na tunaingia kwenye habari za magonjwa. Ewe marehemu twashungwa agwa bile. Marehemu aliumwa muda mrefu, na katika muda mrefu magonjwa yaliyomsumbua ni kama ifuatavyo: madonda tumbo, kwa lugha nyingine tifoid, mishipa ya damu kushindwa kutumika kazi kama inavyopasa, yani kwa muda ilikuwa inabana, damu kutokutembea vizuri. Pia magonjwa mengine ambayo yalimsumbua marehemu ilikuwa ile ya haja kubwa na ndogo kubana. Kuna vipindi kabisa ilifunga. Pia alikuwa na magonjwa ya pressure. Pia alikuwa na matatizo kwenye mfuko wa chakula, yani estoma. Ni vitu ambavyo vilimsumbua kwa muda mrefu. Yaani akila chakula, ile mashine haikuwa na uwezo wa kusaka chakula kama ipaswavyo. Denumi wetu. Na marehemu ametibiwa vya kutosha. Familia kama familia ilijitahidi kwa njia moja ama nyingine kumtibisha marehemu, lakini haikuwezekana. Ilivyofika tarehe 5 za mwezi wa 5 mwaka wa 2025 marehemu akahaga dunia. Ukiangalia miaka ambayo marehemu ameishi chini ya jua ni miaka 66. 86. 86. Nola. Neno fupi la familia. Neno fupi la familia ni kwamba familia haijasema kwamba marehemu amelogwa au fulani akasababisha matatizo ya kifo cha marehemu. Bwana alitoa
na Bwana alitwaa, na jina la Bwana libarikiwe.